Leo tarehe 7 ya mwezi wa 11 2025 tumekutana na wadau wa mafuta katika mkoa wetu wa Dar es Salaam ambao wanauza mafuta kwa mfumo wa makampuni ya uagizaji na makampuni kuwa wamiliki wa vituo, lakini makampuni kuwa waagizaji na makampuni kupangisha vituo, lakini dila kuwa mwenye kituo na dila kuwa mwendeshaji wa biashara. Kwa tumekutana pia na makundi ya aina hiyo kama makundi ya aina 3. Kikubwa ambacho tumezungumzia ni kuhusiana na masuala ya usalama kwa ujumla wa sekta ya mafuta ama biashara hiyo kwa ujumla, kutoka mkoa wetu wa Dar es Salaam kwenda mikoa mingine, lakini ndani pia mkoa wetu wa Dar es Salaam. Kikubwa tumewaashua kwamba serikali iko bega kwa bega na wao katika nyakati hizi zote kuhakikisha kwamba tuna provide ulinzi wa kutosha katika mazingira yao ili biashara hizo ziendelee kuwa salama nyakati zote. Lakini pamoja na hayo kumekuwa pia kuna role yao kubwa ni kuhakikisha na wao wanakuwa pia na elimu kubwa ya uuzaji wa biashara hiyo, na hasa kupitia uuzaji wa mifumo ya vidumu vya mafuta. Mnafahamu kwamba kuna wenzetu ambao wanafanya kazi kwenye boats kwenye boats za uvuvi. Boats hizi haziwezi kufika kwenye kituo cha mafuta. Mnafahamu kwamba pia kuna minara ya simu inahitaji pia mafuta na minara hiyo haiwezi kwenda kwenye kituo cha mafuta. Sasa kuna utaratibu maalum ambao wenzetu wa EWURA wanausisitiza kuhakikisha kwamba mfumo wa uuzaji wa mafuta huo unakuwa katika hali ambayo iko salama. Pamoja na haya ni kwamba baadhi ya vituo ambavyo vimechomwa moto na kupata madhara ni vile ambavyo vilikuwa vikihusishwa pia na baadhi ya wanasiasa hapa nchini. Na pengine nitoe rai kwa vijana wote kwamba jambo hili si jema hata kidogo, na nisisitize kwamba mkoa wetu wa Dar es Salaam, kama ambavyo nimekuwa nikisema tangu awali, mkoa huu ni mkoa muhimu sana. Kamwe tusije tukajiangalia sisi wenyewe. Tambueni kwamba sisi tunahudumia nchi zisizo na bandari na ambazo hazikutamani kuwa hivyo zilivyo. Yaani ni kama hapa Dar es Salaam kule Kigamboni anapotaka kuja upande wa pili ana option mbili. Moja, anapaswa kupanda boti. Hajatamani yeye kupanda boti. Ni kwa sababu ya namna Kigamboni jinsi ilivyo. Kwa jambo la kwanza tufahamu sisi wa Dar es Salaam, Dar es Salaam inahudumia wenzetu wa nchi zingine. Lakini namba 2, tufahamu kwamba tunapozidi kupaharibu Dar es Salaam ndio pamebeba miundombinu mikubwa yenye nafasi kubwa sana, yenye mchango mkubwa katika uchumi wa taifa letu. Kwa mfano, wakati wa production hizi ilisikika kwamba wanatamani sana wahalifu hawa wangechoma mitambo ya TANESCO. Ndugu zangu waandishi wa habari, tuna Kinyerezi 1, tuna Kinyerezi 2, tuna Ubungo 1, tuna Ubungo 2, tuna Ubungo 3 na tuna Tegeta. Hizi gas plants kwa pamoja zinafanya production ya megawatt 952. Na production ya megawatt 952, mtakumbuka kwamba sisi pia Dar es Salaam ndio center kubwa ya upelekaji wa umeme Zanzibar. Maana ni kwamba tukibaki giza tumeisababishia Zanzibar pia kuwa giza. Lakini kama itoshi, Dar es Salaam ndio kwenye hospitali makubwa. Lakini kama itoshi, Dar es Salaam ndio kwenye bandari ambapo mizigo itakaposhuka hapa haiwezi kwenda mikoani kama barabara ziko zimefungwa. Kwa hiyo kabla hatujafanya jambo lolote ambalo ni uhasama kati yangu Chalamila au na mtu mwingine yoyote, lazima tutafakari kwamba kizazi kitakachoumia na machafuko yetu ni kikubwa mno kuliko hali ya kawaida. Na tujue kabisa kwamba utakapoigusa Dar es Salaam kwa namna yote. Leo Dar es Salaam tuna vituo zaidi ya 476. Vituo tu vya mafuta 476. Katika kila kituo kimoja, imagine kwamba kina watumishi 10. Chukua 10 mara 476. Unapata vijana wangapi walioajiriwa kwenye vituo hivyo? Na ambavyo kwa mfano vituo vya mafuta vilivyounguzwa, let's say vya Lake Oil, unadhani watumishi wangapi, vijana wenzetu na akina mama wenzetu wanaolisha familia zao kwa kutumia vituo hivyo, leo watakuwa wamekosa ajira? Kwa hiyo kwenye kila maamuzi tunayotaka kuyafanya, lazima pia tufahamu kwamba Dar es Salaam ni kitovu kikubwa sana cha masuala mengi. Jeshi la polisi linaendelea na masuala ya kuhakikisha mkoa wetu unakuwa na amani. Pamoja na hayo, jeshi la polisi linaendelea na masuala ya kiuchunguzi kuhakikisha yule aliyehusika anakamatwa. Lakini pamoja na hayo, jeshi la polisi bado pia linawashikilia watu ambao linawahoji kuhusu kushiriki kwao. Kumbukeni, wakati pia wa vurugu mechi hizo, zipo nyumba zenye kamera, vipo vituo vya mwendokasi vyenye kamera, yapo maduka yenye kamera, ambayo pia jeshi la polisi linaendelea kufanyia kazi
ili kuhakikisha kila mtu aliyehusika anakamatwa yeye mwenyewe in person, ili aweze kupelekwa katika vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa kama kuna mtu yoyote hamuoni ndugu yake, afike kwenye kituo cha polisi, atoe maelezo hayo na jeshi la polisi litamsaidia. Katika hali ya kulinda mkoa, ni vigumu sana na kwa haraka kuwa na package ya taarifa zinazoulizwa na mwenzetu. Ni vigumu sana na kwa haraka sana kuwa na package ya vitu vyote vinavyoulizwa na mtu wetu. Tuendelee kuwa na ustahimilivu mpaka hapo tutakapopata taarifa kamili zilizokamilika kuliko taarifa za upotoshwaji.